Tutazame sasa kwa upande wa wababe wa juu kabisa wawili katika ligi kuu ya NBC. Muro, tukianza na wananchi Yanga katika michezo yao iliyosalia dhidi ya Simba Sports Club, mchezo uliahirishwa. Ndio maana unaona pia hapo ni maana yake ni postponed, lakini wana kibarua dhidi ya Tabora United. Tuanzie hapa. Ni mechi ya kisasi, mechi ambayo ina hatima kubwa. Young Africans katika pointi alizodondosha msimu huu 3 za mchezo mmoja ni pamoja na hii. Na bado Tabora bado wako imara. Wamepoteza mchezo juzi dhidi ya JKT, lakini as a team ni timu ya kiushindani. Mchezo dhidi ya Coastal tunafahamu moment ambazo Yanga amekuwa akikutana nazo dhidi ya Coastal, ushindani mkubwa. Msimu huu walifunga bao moja tu pale Shamri Abed, mechi ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Lakini kuna kibarua kingine dhidi ya timu ambayo pia walidondosha alama 3 raundi ya kwanza, Azam FC, ambao Azam watakuwa nyumbani. Si mchezo mwepesi. Fountain Gate ambaye bado hajaona hatima yake katika zile mbio za kusalia ama kukwepa zile mistari ile ya hatari. Fountain Gate unawatazama. Lakini dhidi ya Namungo, Young Africans atakuwa na faida ya kucheza nyumbani dhidi ya Namungo. Utakumbuka kule Ruangwa alishinda mabao mawili, Pacome pia akihusika. Dhidi ya Tanzania Prisons, kwa nini inaweza kama mechi nyingine ngumu? Tumeona Tanzania Prisons kwenye msimamo uliopita wako juu ya Ken Gold, nafasi ya 15, mistari mekundu ya kushuka daraja. Utawakuta wako katika hali gani? Ni katika zile nyakati ambazo mtu anazama, anaangalia chochote akishike ili aweze kujiokoa. Sasa kwenye kujiokoa huko unaweza kujikuta unazama nacho. Lakini dhidi ya Dodoma Jiji, of course, na Dodoma Jiji sio kwamba wako pia katika nyakati nzuri sana. Japo ndani ya michezo hivi karibuni 5 wamekusanya walau takriban alama zao 6 mpaka 7 ambazo at least zimeweka katika nyakati nzuri. Lakini michezo ambayo inaonekana inaweza ikachukua taswira kubwa, ukiacha huu ambao uliahirishwa, ni huu wa Tabora ambao una kisasi, wa Azam una kisasi. Dhidi ya Coastal inafahamika mechi ya Yanga dhidi ya Coastal waga si mechi nyepesi kiasi hicho, msimu ile 1-0. Lakini dhidi ya hizi timu ambazo ziko kwenye mistari mibaya ikiwemo Tanzania Prisons, Tabora United hawapo katika mstari mbaya. Yes. Lakini ni wazi kwamba dimba la Ali Hassan Mwinyi limefungiwa, Tabora pale limefungiwa. Tulikuwa na taarifa hiyo hapa katika mshike. Ni wazi kwamba kama Young Africans hawatacheza mchezo huo wakiwa na Tabora United nyumbani kwao, kidogo inaweza ikawawia ugumu Tabora United. Hapana, kwa sababu mchezo wa kwanza walishinda wakiwa ugenini, uwanja wa Chamazi. Young Africans ndio walikuwa nyumbani. Itakuwa ni mentality ya Tabora kwenye mchezo huu wa marudiano itafanana na ile ambayo iliwapa matokeo hata wakiwa ugenini, kiwango ambacho walikionyesha wakati ule. Mambo mengi yamebadilika kutokea pale mpaka ambapo watacheza dhidi ya Young Africans ya Aprili mosi. Kwa hiyo ukitazama kiuhalisia, si habari ya venue ni wapi mchezo unakwenda kuchezwa, ni habari ya nani atakuwa yuko committed kuelekea kwenye mchezo. Kumbuka itakuwa ni michezo ambayo ni kila karata unatiki, kwa sababu sasa hivi michezo hii 7-8 iliyosalia zote ni finali. Huyu ni finali zake za kuchukua ubingwa, kuna yupo ana finali zake za kucheza michuano ya kimataifa, kuna yupo ana finali zake za kusalia kwenye ligi kuu asishuke daraja, kuna yupo ana finali zake zingine zipi za pesa kutoka Azam TV.